Habari, tutaendelea leo na session yetu ambapo tumekuwa na mfululizo wa hizi session kila Jumatano kuanzia saa 11 jioni mpaka saa 12 jioni. Kwa hiyo hii ni session yetu ya tatu ambapo kwenye session iliyopita tulizungumza kuhusiana na pembejeo Connect hasa kwa upande wa distributor na maduka ya pembejeo yani agrovet, namna gani ambavyo wanaweza kuwafikia wateja zaidi kutumia teknolojia ya Mazao Hub, hivyo kuongeza kipato lakini pia faida zaidi katika biashara zao za pembejeo. Tuliona pia ni namna gani ambavyo agrovet anaweza akadhibiti maduka au store zake katika kupitia mfumo wa Mazao Hub, lakini pia tuliona ni namna gani agrovet anaweza akahifadhi taarifa muhimu katika biashara zake, hasa taarifa za wateja na taarifa za watu wanaomuuzia mzigo yani suppliers. Tuliona mambo mengine mengi, lakini hiyo ndio session iliyopita. Kama Mazao Hub tulikuja na solution kwa ajili ya agrovet kwa ajili ya kuwasaidia katika biashara zao, hivyo kuinua soko la pembejeo na kuhakikisha kwamba mgawanyo wa pembejeo unaowafikia wakulima unakuwa ni mzuri na pembejeo ni zenye ubora. Leo pia tutaingia katika session nyingine ambapo mada yetu kuu ni teknolojia inaongeza faida na kipato katika mnyororo mzima wa thamani wa kilimo, na session ya leo itahusiana na pembejeo Connect, hasa katika mada inayosema pembejeo original kiganjani, agiza pembejeo kwa bei nafuu zinazoambatana na ushauri wa kitaalamu. Leo tutazungumzia mada ya pembejeo original kiganjani, agiza pembejeo kwa bei nafuu zinazoambatana na ushauri wa kitaalamu. Tutapitia katika hivi vipengele vichache kwa muda huu, alafu tutaona demo, tutaona ni namna gani ambavyo wewe kama mkulima, kama mlengwa wetu mkuu katika webinar ya leo, lakini tutaona namna gani ambavyo wewe kama afisa ugani na hata pia agrovet unaweza ukapata pembejeo ambazo zitakuwa ni za ubora kwa bei nafuu popote ulipo. Ndio maana tunasema pembejeo kiganjani. Sasa moja kwa moja tutaona huu mfumo wa pembejeo Connect unaweza ukakusaidiaje wewe kama mkulima, au ni faida zipi ambazo utazipata. Cha kwanza, kabla ya kutumia dawa yoyote au kutumia product yoyote, tunajua ni vizuri ukapata ushauri. Kwa hiyo kupitia mfumo wa Mazao Hub unaweza ukapata ushauri au ukawa na uelewa wa kile kiambata ambacho unaenda kukitumia au pembejeo au kitu chochote kupitia simu yako. Unaweza ukafanyeje? Kwa option ya kwanza kabisa, unaweza ukapitia afisa ugani ambaye anakuwa anakuhudumia siku hadi siku. Kwa hiyo kama wewe ni mkulima, sisi kama Mazao Hub tunakupa afisa ugani ambaye anakuwa anakuhudumia siku hadi siku. Lakini wewe kama ni afisa ugani pia au ni mkulima, kuna sehemu yetu, kuna kipengele hiki cha maarifa. Katika kipengele hichi kitakuelekeza namna gani ya matumizi bora ya pembejeo, na katika kila pembejeo aidha ni mbegu au ni sumu kwa ajili ya wadudu au magonjwa, ni namna gani ya kuzipulizia au kuzitumia, kwa maana kwamba mbinu bora za kuzitumia hizo pembejeo wakati wa matumizi. Lakini pia kama ni mbegu, utapata kujua inakomaa baada ya muda gani, ni matunda aina gani ambayo yanazalisha, ili wakati unanunua unakuwa na uelewa zaidi ya kile kitu unachoenda kukitumia. Kwa hiyo pembejeo Connect inakupa maarifa au ushauri wa pembejeo kabla hujazitumia kupitia maafisa ugani, lakini kupitia maarifa ambayo yanapatikana kwenye mfumo moja kwa moja. Kwa hiyo baada ya kupata ushauri sasa,
unaweza ukaagiza pembejeo kupitia mfumo wa Pembejeo Connect. Sasa unaweza ukaagiza pembejeo mahali popote pale, haina haja ya kwenda kwenye maduka makubwa, au kama unahitaji mzigo mkubwa ukaenda kwa distributors ambao wengi pengine wanapatikana mijini. Sasa unakuta wewe uko shambani na unahitaji mzigo kwa muda mfupi, unawezaje ukaupata? Mfumo wa Mazao Hub unaweza kukusaidia. Unachotakiwa kufanya, kama umejisajili katika mfumo wa Mazao Hub, utaingia kwenye kipengele cha agiza pembejeo ambacho ndio hichi hapa. Ukiingia utapata nafasi ya kuona kama hii, na huu mfumo una pick mpaka location ya sehemu ulipo, au unaweza ukachagua ni kata gani ambao upo. Kwa mfano nilichagua location yangu mimi ni Kijitonyama, kwa hiyo itakuonyesha maduka yote ya pembejeo, aidha wanauza kwa jumla au kwa rejareja, na wewe unaweza ukaangalia ni product gani unayoitaka kutokana na ushauri uliopata kwa afisa ugani, au kutokana na maarifa ambayo umejipatia kupitia mfumo wetu. Kwa yote hayo unaweza ukafanya kupitia mfumo wa Mazao Hub, na ukiagiza hapa unaletewa mpaka sehemu utakao kuwepo kupitia maafisa wetu waliotapakaa katika maeneo uliopo. Kwa hiyo ukiagiza, sisi kazi yetu tutakuwa ni kukufikishia kutokana na location uliokuwepo. Lakini pia kupitia Mazao Hub, pembejeo ambazo ziko humu ni nafuu sana. Hii ni kutokana na wengi wa watu wanaouza pembejeo kupitia mfumo wetu ni wauzaji wakubwa ambao wanauza mzigo kwa bei ya jumla, lakini pia unaweza ukapata hizi pembejeo kwa kuepuka gharama za usafiri, kwa sababu tutakuwa tunakufikishia mpaka pale ulipo. Kama unavyoona hapa, bei ya hizo bidhaa ambazo zipo hapa ni bei nafuu sana, na utazipata popote pale kwa kuagiza kulingana na mahali ulipo. Lakini pia kupitia mfumo wetu hauna haja ya kwenda kwenye duka la pembejeo, kwa sababu kila kitu kitakuwa ni kiganjani kwako. Pembejeo zote zitakuwa ni kiganjani kwako. Kwa kama unahitaji dawa, kama unahitaji paraffos, unahitaji vifaa vya kilimo au kitu chochote kile, unaweza ukaagiza ukiwa na mfumo wa Mazao Hub. Kwa hiyo kama wewe ni mkulima, kama wewe ni afisa ugani, au kama wewe pia ni agrovet, unaweza ukaagiza kwenye maduka ya jumla popote pale. Haina haja ya kupiga simu kwenda dukani. Oda zote unaweza ukaziagiza, na ukiwa na mfumo wa Mazao Hub unaweza uka keep track ya pembejeo ambazo umekuwa ukiziagiza na kuzitumia kwenye shamba lako. Kumbuka mfumo wetu unatumia data, kwa hiyo ukiagiza na ukiwa unalima kwa kutumia mfumo wa Mazao Hub, kila utakachokuwa unakifanya kinakuwa recorded. Kwa mwisho wa siku, kwenye ripoti za mapato na mavuno ambao umekuwa ukipata wewe kama mkulima, tutakuwa tunaangalia ni vitu gani ambavyo vimechangia wewe kupata mapato ambayo umepata. Kwa hiyo tutaenda kuangalia faida nyingine za kutumia mfumo wetu wa Pembejeo Connect. Faida mojawapo, utapata kujua ufanisi wa pembejeo ambao unaenda kuiagiza kupitia Mazao Hub. Kwa hiyo mfumo wetu una keep record ya kila matokeo ambayo yanasababishwa na pembejeo, ili mwisho wa siku unapokuja kupata tatizo au umepata matokeo fulani, unaweza ukaangalia kwamba ni kiuatilifu hiki ndo kilisababisha kwamba nisipate, au ni kiuatilifu hiki ndo kiliweza kuponya ugonjwa au kuua wadudu ambao walikuwa wanashambulia shamba langu. Kwa hiyo sisi kama Mazao Hub, kupitia data ambazo tunazihifadhi, data za pembejeo ikiwemo mbegu na viua wadudu, data za ubora wa vifaa ambavyo vinauzwa kupitia mfumo wa Mazao Hub, tuna record kila performance
ya hizi dawa, kwa kuwa maafisa ugani wetu watakuwa karibu sana na wakulima kufuatilia, je, kama mkulima alipulizia hii dawa, je, iliua wadudu? Kama mkulima alipanda hizi mbegu, iliua wadudu? Na hizo data ndizo zitatumika katika kuongeza mauzo ya hiyo pembejeo au kushusha mauzo ya pembejeo. Kwa hiyo unaweza ukapata taarifa za ufanisi wa hiyo dawa kutokana na data ambazo zipo kwenye mifumo yetu, na sisi kama Mazao Hub tunafuatilia kwa ukaribu kutokana na uwepo wa maafisa ugani wetu ambao wanawahudumia na kuwashauri wakulima. Lakini pia tutaenda kuona demo moja kwa moja ni namna gani huu mfumo unavyoweza kufanya kazi. Wewe kama mkulima unafanyeje ili kuagiza pembejeo? Either unaweza ukaagiza kwa Agrovet au unaweza ukaagiza kwa distributor, na nimesema kwamba katika mfumo wetu pembejeo zinazouzwa humu ni rahisi sana na kwa bei nafuu, na unaweza ukaagiza ukiwa popote pale. Cha kufanya cha kwanza kabisa, hakikisha umedownload application ya Mazao Hub, umeingia kwa taarifa zako sahihi na umesajili msimu au zao ambalo unaenda kulima. Sasa tutaingia kwenye demo, nitaonyesha ni namna gani mfumo wetu unavyoweza kufanya kazi. Sasa kuagiza inaweza ikawa wewe kama mkulima, wewe afisa ugani, au wewe Agrovet. Wote mna kipengele cha agiza pembejeo. Kwa Agrovet kimeandikwa agiza pembejeo, lakini kwa mkulima pamoja na afisa ugani, hiki kipengele kimeandikwa agiza vifaa vya kilimo. Kwa hiyo nipo kwenye akaunti ya afisa ugani, kwa hiyo nitaonyesha namna gani afisa ugani ambavyo anaweza akaagiza. Moja kwa moja utaenda kwenye farmers, utachagua mkulima ambao unataka umwagizie hizo pembejeo. Moja kwa moja utachagua zao, mfano kitunguu maji, kama bado kumsajilia msimu ambao analima, utahifadhi kitunguu maji. Kwa hiyo kwenye huo msimu unaweza ukaingia ukaenda kwenye agiza vifaa vya kilimo. Kwa wale walio kwenye Kiingereza utakuta order farm supplies. Utaingia hapa agiza vifaa vya kilimo, ni hapa agiza vifaa vya kilimo, tabonyeza. Baada hapo hakikisha unakuwa umewasha data, mona, kwa sababu hii sehemu inatumia data. Kwa hiyo utarudi tena agiza vifaa vya kilimo. Sasa ukiwa hapa kwenye zao la kitunguu maji, ili kuagiza vifaa vya kilimo pamoja na pembejeo yoyote ile ambayo unaitaka, utabonyeza agiza vifaa vya kilimo. Moja kwa moja hii sehemu inatumia data, kwa hiyo hakikisha unakuwa umewasha data. Kwa hiyo kama haujawasha data, ukiwa huku utawasha kwanza data, utawasha data, alafu utakuja hapa utabonyeza agiza vifaa vya kilimo. Moja kwa moja itakuwa imepick location yako, lakini kama unaona haikuonyeshi katika wilaya uliokuwepo au kata, unaweza ukatumia button ya use my phone GPS. Moja kwa moja itaenda kuonyesha maduka ambayo yapo karibu. Sasa ukija hapa utabonyeza chagua. Kuna sehemu umeandika chagua au choose kwa Kiingereza. Utabonyeza hapa, itakuonyesha kata ambazo zina maduka zote ambazo
kuna maduka ya pembejeo kulingana na location uliopo. Mimi niko hapa Ifakara, kwa nitabonyeza, itatafuta maduka. Unaona kuna Ifakara Buy Trade Store, tabonyeza hapa, nitaendelea. Baada ya kufika hapa sasa, hizi bidhaa ambazo zipo kwenye mfumo wetu zimekuwa zimetengwa kwenye makundi mbalimbali. Kuna mbolea, kuna viuadudu na viuakuvu, kuna mbegu za mboga mboga, lakini pia kuna vifaa vya kilimo kama ilivyoandikwa hapo kwenye Kiingereza. Sasa wewe kama ni mkulima au afisa ugani na unataka kuagiza, unaweza ukaingia kwenye kundi mojawapo, lakini mimi nitaingia hapa. Kama unavyoona hizi ni bidhaa ambazo zimeandikwa, na hapa unaweza ukapata kwa bei ya mkulima kama wewe ni mkulima, lakini pia kama wewe ni Agrovet unaweza ukapata kwa bei ya Agrovet. Sasa huu ni mfumo wetu ambao unakuwezesha kufanya oda ya hizi bidhaa moja kwa moja. Una mfano, mimi naenda kuagiza hii bidhaa. Kuagiza utabonyeza hiki kialama cha kujumlisha ili kuweka idadi. Sasa unaweza ukaweka idadi kulingana na mahitaji yako. Kwa hiyo kwa mfano naagiza hizi 2 kutokana na ushauri wa afisa ugani ambao nimepata, nitaongeza kwenye kikapu. Moja kwa moja mfumo utaanza kupiga hesabu ya gharama ambazo nitachukua kwa hii bidhaa na kunipa toto, si ndio? Moja kwa moja nitaenda kwenye view cart. Itanionyesha kwamba nimeagiza hiyo Pilaroptim kwa bei ya 23, lakini niagiza 2, kwa ujumla inakuwa ni 46. Kwa kama nitahitaji product nyingine pia nitaweza kuongeza moja kwa moja kwenye mfumo na kuongeza, naweza nikaona hizo oda kama hivyo. Sasa mfumo unakupa nafasi wewe kama unayeagiza pembejeo, aidha mkulima, Agrovet au afisa ugani ambao unaagiza kwa niaba ya mkulima, kukamilisha oda yako. Kwa hiyo unaweza ukabonyeza hapa, na ili kukamilisha oda unaweza ukaweka option ya kulipa kabla au baada ya kupokea mzigo. Kwa lipa kabla, unalipa kabla ya kupokea mzigo, unalipa kwa huyu distributor. Lakini kama unalipa baada, unaweza ukalipa baada ya kupokea. Na hapa kupitia mfumo wetu, ukishalipa au ukishaletewa, moja kwa moja distributor anatupa sisi kama Mazao Hub. Mazao Hub, kwa kuwa tuna taarifa zako, tunaweza kukufikishia mpaka sehemu ulipo. Na kwa hiyo hauna haja ya kuwaza kwamba ni namna gani naweza nikaupata huu mzigo wangu, kwa kuwa Mazao Hub tunakuwa kama daraja kati ya wewe na muuzaji wa pembejeo. Kwa oda moja kwa moja ukiifanya, utaifanya itapitia kwetu, tutamfikishia distributor, na distributor moja kwa moja atatupa sisi, tutafika mpaka shambani, kwa kuwa tuna taarifa zako za usajili pale wakati unaanza kujisajili na Mazao Hub. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo mfumo wetu unaweza ukasaidia wewe kama afisa ugani kuagiza kwa niaba ya mkulima, kwa kuwa nilikuwa kwenye mfumo wa afisa ugani. Sasa nitatoka, tutaenda kuona kwa mkulima namna gani ambavyo anaweza akaagiza kupitia mfumo wetu wa Mazao Hub. Mfumo wetu kwa upande wa mkulima huwa unaonekana hivi, si ndio? Kwa hiyo utaingia hapa kwenye msimu, utabonyeza anza msimu, atachagua zao. Mfano zao la nyanya, ta scroll
namna hiyo, atahifadhi. Baada ya kuhifadhi, ataendelea na zao la nyanya, atakuja sehemu ya agiza. Kwa hatua zitakuwa ni zile zile kama kwenye ule mfumo wa ugani, na pia huku ni vile vile. Kwa atabonyeza agiza vifaa vya kilimo, moja kwa moja mfumo utachukua location na sehemu aliyopo, ataandika ataandika hapa anatokea kata gani. Anaweza akaagiza aidha kutokea Mlali au Ifakara, atabonyeza hapa, ataendelea. Kama kawaida anaweza akaja kwenye grain and cereal seeds hapa, kama unavyoona kwamba kuna hizi bidhaa. Kwa hiyo kwa wewe mkulima, kulingana na store ambao utachagua, mfano mimi nimechagua Ifakara Baitrade Store, kulingana na store ambayo utachagua utapata kuona zile list ya product ambazo zipo kwenye hizo store. Kwa hiyo kitu unachokiona hapa ni kitu ambacho umechagua kulingana na hizi store, na pia tunakupa nafasi ya kuorder kama tulivyoona. Una add to cart, unaweza ukaview cart, uka make order yako, uka complete na uka confirm moja kwa moja kupitia mfumo wetu wa mazao hapa. Hivyo ndivyo unavyoweza kufanya kwa kupitia akaunti ya mkulima, lakini pia kwa akaunti ya Agrovet, kuagiza kwa Agrovet mwenzako kama umeishiwa mzigo, au kuagiza moja kwa moja kwa distributors ambao wapo kwenye mfumo wa mazao hub, unaweza, na process ni zile zile. Na moja ya video tuliziona katika session iliyopita ni namna gani unaweza kufanya hivyo, na ni matumaini yangu tumeelewana. Kama unataka mali utaipata shambani. Mkulima visaukani, mkulima na masoko, mkulima na benki, mkulima na viwanda, mkulima na Agrovet, wanaunganishwa na mazao haya.